Baza, mambo vipi? Kama kawa fresh. Naona ulikuja kwa ajili ya mchezo, lakini taarifa ambayo imetoka mchezo hamna. Wewe umepokea vipi taarifa hii? Nimepokea kwa masikitiko. Kwa nini? Game ni watu tumeipania. Lakini taarifa ilitoka tangu jana saa 7 usiku kwamba Simba hatakuwa sehemu ya kikosi, hatakuwa sehemu ya mchezo huu. Kwa nini wewe uliamua kuja uwanjani? Sisi ingine taifa tujapata hizo taarifa. Ndio upata hapa uwanjani. Tangu asubuhi mpaka sasa hivi saa 8 sasa uwanjani. Ndio maana tumekuja kwa wingi. Sababu peke yangu kweli nimekuja kwa wingi. Sawa, nikuuliza hili swali. Nadhani nani anatakiwa abebeshwe mzigo wa lawama katika mechi hii kati ya uongozi wa Simba, TFF pamoja na uongozi wa Dar es Salaam Africans? Hapo TFF uongozi wa Simba vipi sasa? Kwa nini? Kwa nini? Wanataka tangaze mapema jana ile mapema. Sasa 7 usiku. Wengine ndio wanadhani wanausaubu. Wamelala muda huo utasikia saa ngapi? Lakini moja sababu ambayo Simba ametaja ni kuzuiwa kutokufanya mazoezi. Hapo unadhani kutofanya mazoezi kwa dakika 20-30 kunaweza kuathiri kwa mechi nzima? Na ukizingatia walikuwa wanafanya mazoezi siku za nyuma. Itawasili kisaikolojia. Saikolojia. Inaweza kuwa na rate kubwa kiasi cha kwamba wakicheza mchezo wanaweza wakapoteza. Inawezekana vile kwa wao walipoona wao. Wao unaungana na maamuzi yafanywa na uongozi wa Simba? Nusu naunga mkono nusu, kwa sababu walikuja kwa ajili kufanya mazoezi, wamezuiliwa. Tutajua kwa sababu gani wamezuiliwa. Umeona? Kwa sasa hapo kwa wenyewe uongozi wa Simba walipoona sio wake wameamua hivyo, sawa. Kwa hiyo kitu gani unatamani zaidi kingefanyika? Aidha mchezo ufanyike ili sheria na taratibu. Mimi natamani mchezo ufanyike kwa kifupi. Ndio nimekuja. Najiandaa kwa vita. Wewe umetoka wapi? Mimi nimetoka Morogoro. Kutoka Morogoro? Maeneo ya Kionda. Umepanda treni jana umekuja huko? Mapema tu. Mapema tu. Morogoro karibu. Ndio hivyo. Msubiri sio sawa. Mtu akatabora kariua kule. Umepata game unakuta haipo. Inauma. Bahati mbaya wenye mamlaka haya wanakuja kutoa muda wa kuahirisha game. Tayari watu wako barabarani, wengine wako uwanjani. Hii tafsiri yake mbaya sana. Wanaharibu mpira wetu. Nani anakuja kukosti hizi gharama, yani kufidia hizi gharama? Hatuoni mtu ambaye atakuja kufidia hizi gharama, kwa sababu watu wametumia zaidi ya mamilioni kuja kuangalia mechi ya dabi. Na haya kwa nini yanafanyika Tanzania tu? Kwa nini siwe kwa nchi zingine kule? Hatujawahi kuona huku Ulaya wanafanya haya mambo, ni hapa Bongo. Kwa nini TFF kama kuna mtu aliona amekiuka hiki wasimwazibu? Kama kuna mtu kweli amekiuka hili wasimwazibu na mechi zikaendelea. Kwa nini Simba asingekubali kucheza hapo akafuata taratibu baadaye? Utaratibu upi unaokuja kufuatwa ikiwa tayari umekiuka kabla? Unafuataje utaratibu ukiwa shakiuka kabla? Tayari Yanga ameshakiuka kabla ya muda wa game. Alitakiwa yeye aadhibiwe, alafu watoe utaratibu mzuri. Kama Yanga ndo angefutiwa matokeo. Kanuni zile wameziweka wao TFF, lakini mwisho wa siku wanashindwa kuzisimamia inavyotakiwa. Hii inatuumiza sana. Tumetoka mbali Tabora kule, unalala njiani, unafika huku Ujala, alafu unafika unakuta game hamna. Nimefika jana. Unahisi nani anatakiwa awajibike kati ya uongozi wa Yanga, Simba pamoja na bodi ya ligi? Wawajibishwe tu viongozi wa Yanga pamoja nao mabosi wake. Kwa hiyo unahisi viongozi wa Yanga ndio wamekosea? Wamechangia pakubwa mno. Simba ndo alitoa statement jana saa 7 usiku kwamba hawatakuwa sehemu ya mchezo huu. Kwa nini unasema Yanga wao wanatakiwa wawajibishwe wakati wao wanasema kwamba mechi ipo na wao watakuja uwanjani? Wakati statement inatoka ya Simba tayari walishafika eneo la uwanja na tukio limefanyika saa 1, saa 2. Kuhusu taratibu za kuandika barua ili kuwasilisha sehemu zinachukua muda, lakini tukio limetokea muda husika, na lazima Simba alitakiwa ruhusiwa afanye mazoezi kwa sababu mechi yenyewe inachezwa usiku. Ni lazima afike muda wa usiku kuangalia hali ya hewa kulingana na waandaaji wa mchezo wenyewe. Kwa nini wamzuie? Kwa nini azuiliwe Simba? Imeuma sana, imetuuma sana. Ikiwezekana Yanga ndo afutwe kwenye ligi. Yanga ndo afutwe kwenye ligi. Yanga ndo afutwe kwenye ligi. Sasa afutwe kivipi? Si ndo tumekimbiza timu? Hamtekelezi. Yeye na muuma nini? Mnaongozwa na kanuni gani? Kwanza Eli si ndo alikuja hapa jana? Eli si ndo alikuja hapa? Hivi hao Simba aliomba funguo kwa nani? Kwa mlinzi wa uwanja wa Taifa. Wao kama mabausa walikuwepo pale. Mbona Simba aliongoza gari la polisi? Silikuwepo pale. Kwa nini hakuingia ndani? Kwa nini walikimbia? Kilichokimbiza game leo ni Kamara na Chemaloni. Leo tulikuwa tunaenda kuvunja Simba yote leo.
Kwa hiyo na maana kwamba wameona kikosi chao kipo pungufu. Mimi ndo nakwambia hawa ni Kamara na Chemaloni. Anaumwa yuko Muhimbili pale. Mimi nimetoka sasa hivi Moi. Kamara yuko Moi. Wallahi tena. Wewe matangaza nini kape katoa huko mimi? Mimi nalia hela yangu sasa nimetoka Songea huko. Nauli yangu mimi nalia hapa. Nimetoka Songea. Hela Mboya nimetumia kuja kuangalia Yanga. Matokeo yake mechi hakuna. Sasa hii hela ananirudishia nani? Haya. Kagera Sugar alinyang'anywa point. Sijui vitimu vidogo vinanyang'anywa point. Alafu huyu Golo analelewa kivipi? Alafu Simba tunanyanyasa. Unajua hizi siku mbili sisi Yanga tutakuwa M23. Tuna hasira. Yaani siku mbili taandamana. M23 Yanga. Tuna hasira siku mbili hizi. Unajua juzi ametuchafua kuhusu swala la Alikamwe. Na wangetangaza wale wao. Mimi nakwambia leo hii watu wameshaingia uwanja wa Taifa. Kuna mtu kakata VIP $100,000, sijui mwingine $30,000. Hayo nenda katangazie wale. Waambie mechi maisha. Sasa angalia mtu kavaa jezi ya makajuzi. Yametokea yote. Hayo yote yaliyotokea leo ni kwa sababu ya upuuzi wa watu wenu. Kwa sababu kanuni zipo wazi kwamba timu ngeni itafanya mazoezi ya mwisho kabla ya siku moja ya mchezo husika. Sasa kama unajua hivyo, Simba wamekuja jana kufanya mazoezi ya mwisho. Umewazuia kwa kipengele, kwa kanuni ipi? Wewe mgeni wa Taifa. Wewe usiniambie mgeni, tunazungumzia kanuni za soka, usiniambie mgeni. Wewe unaishi humu ndani. Wewe unaishi humu ndani. Wewe humu ndani unaishi humu. Unahisi nani anastahili kubeba hizo lawama yake kilichotokea? Unajua, ngoja nikwambie ndugu yangu maandishi. Tazama kamera. Hao jamaa hao sio wanajiona nani nchi. Shanielewa? Hao sijui wanajiona nani nchi. Sasa sisi kabla huu msimu kipindi unaanza tulikuja na slogan yetu ya ubaya ubwela. Tuliwaambia muangalie hii slogan tunayokuja nayo hii. Hii ukiweka mguu tunaweka mguu. Ukiweka mkono tunaweka mkono. Ukiroga tunaroga. Ushanielewa? Yaani sasa hivi hatuwapi nafasi. Hatuwapi nafasi. Kwa sababu haya wanayoyafanya sio mageni. Ni mageni kwa sababu tumechukua maamuzi. Lakini wameshazoea kufanya haya, wanayafanyaga kila siku. Utashtukia wapo uwanjani ujue wamepita wapi. Tatizo ni kanuni zilizowekwa. Huwezi kuweka kanuni ya kumlipisha faini shilingi milioni 1. Sawa. Right, wangeweka kanuni kwamba ukifanya upuuzi kama hao waliofanya upuuzi, unanyang'anywa pointi 15. Hamna mpuuzi ambaye angekuwa. Unadhani kwa nini uongozi wa Simba usingekubali ucheze mechi alafu kisha taratibu zingine zifuate? Tungetoza faini. Tunajua kwamba faini ambayo wangetozwa ni faini kiasi gani? Ni milioni 1. Ni upuuzi huo. Ni upuuzi. Mtu ambaye anaingia hasara ni klabu. Anayetoza faini sio klabu inaenda kufaidika na hiyo hela. Klabu inatakiwa ifaidike na point. Umefanya upuuzi unyang'anywa point. Full stop. By the way, bodi ya ligi imetangaza rasmi kwamba mchezo hautakuwepo mpaka pale watakapotoa. Sio bodi ya ligi imetangaza, sisi ndo tumetangaza tushiriki. Na bodi ya ligi hao wametoa taarifa rasmi kwamba mchezo hautakuwepo. Wewe ujumbe wako ni upi kwa bodi ya ligi pamoja wana Simba na wapinzani wenu? Mimi nipende kusema kwamba mimi kwanza naishukuru klabu yangu. Kwa sababu sisi tunataka mpira uchezwe kwa kufuata kanuni. Wamefanya maamuzi sahihi. Tena 100%. Mpira uchezwe kwa kufuata kanuni ambazo zimetungwa na zikapitishwa na hivi vilabu. Sio kwamba bodi ya ligi walikaa wakajifungia chumbani wakatunga zile kanuni. Kanuni zimetungwa kwa kushirikiana na hivi vilabu. Ushanielewa? Sasa imagine mtu anatoka alikotoka huko anakuja kufanya mazoezi ya mwisho ambao kiukweli kikanuni anaruhusiwa, unakuja kumzuia. Maana yake ni nini? Kwamba utegemee kwamba huyu watu mrudishe afu tuje tupigwe faini milioni 1. Walikuwa wametega nini humo ndani ambacho walikuwa hataki wenzao waende humo ndani kukigundua? Lakini kwa nini mwanze kwamba kuna vitu wametega? Ni ubaya ubwela huo. Shukrani sana. Ushauri wa bure. Ubaya ubwela unagundua kila mbinu kaka. Bure kwa serikali. Naomba kwa sasa uwanja sio serikali. Sio Wabunju wala sio Jangwani. Jangwani kuna uwanja. Tulia, naongea mimi ninayeongoza ligi yangu. Nasema hivi, uwanja saizi zinapofikia hizi mechi, hamna komando, hamna nani, hamna mgambo, wala hamna tu akiduku. Uwanja saizi ulindwe na askari tu. Hamna komando wa Simba na Yanga kuulinda uwanja.
Ndo matatizo yake leo, ndo kama haya wanasababisha hasara kubwa sisi. Shukrani sana. Asante. Hapo